Watukufu wa Islam, sisi Waislamu tunatakiwa mara kwa mara tunapokutana, hasa katika majumba ya ibada kama haya misikitini, tukumbushane mambo mbalimbali ya dini yetu na dunia yetu, ili tupate kuishi kwa amani na utulivu hapa tulipo na huko tuendako akhera. Na maudhui yetu ya leo kwa wakati huu itakuwa inahusu kuikumbuka siku ya malipo. Kuikumbuka siku ya malipo, siku ya Kiyama. Kwa kuisahau siku ya Kiyama, ndugu zangu Waislamu, watu wengi wamekuwa waovu. Na mtu hata akiwa mwema, maadamu anasahau siku ya malipo, lazima mtu huyu atakuwa muovu tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anamkumbusha Nabiullahi Daud ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam kwa kumwambia hivi baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim: ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawm al-hisab. Sikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anamwambia Nabiullahi Daud, anamwita kwa jina lake, anamwambia ya Daudu, ewe Daudi, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, hakika sisi tumekufanya wewe ni mtawala katika ardhi, tumekufanya khalifa. Fahkum baina an-nasi bil haqqi, basi hukumu kati ya watu kwa haki tupu. Endapo unaletewa kesi za watu, basi usihukumu kwa upendeleo, hukumu kwa haki tupu. Wala tattabi'il hawa, wala usifatishe matamanio ya nafsi yako. Fayudillaka an sabilillah, ukifata matamanio ya nafsi yako yatakupotosha njia ya Mwenyezi Mungu. Innal ladhina yudilluna an sabilillah, hakika ya wale wanaopotea kwa maksudi njia ya Mwenyezi Mungu, lahum adhabun shadidun, wameandaliwa adhabu yumizayo, bima nasu yawm alhisabi, kwa kule kusahau kwao siku ya hisabu. Watukufu wa Islam, tunatakiwa tusisahau siku ya hisabu. Katutahadharisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an kwa aya nyingi sana kuhusu siku hii ya hisabu. Moja katika aya hizo Mwenyezi Mungu anasema, fakaifa tattaquna in kafartum, fakaifa tattaquna yawman yaj'alu alwildana shiba, vipi mtajiepusha na adhabu ya Mwenyezi Mungu siku ambayo kwa uzito na vishindo vya siku hiyo mtoto mchanga atageuka kuwa ana mvi. Hebu lipime jambo hilo. Mtoto mdogo siku hiyo atafufuliwa hali ya kuwa mvi zimemwota kwa vishindo vya siku hiyo. Si siku ya mchezo ndugu zangu. Ikitajwa siku ya Kiyama lazima uogope. Siku nzito, siku ya hukumu. Yale yote wanadamu walioyafanya siku hiyo watalipwa. Sasa kwa kuwa sisi hatuiogopi siku ya Kiyama, ndiyo maana unaona watu wengi wanabobea katika maovu. Mtu yuko tayari ajineemeshe hapa duniani, awe na maisha mazuri, maisha tayyiba, good time inaitwa maisha mazuri. Anaishi kwa raha, analala nyumba nzuri, anatembelea usafiri mzuri, watoto wake wanasoma Uingereza, wengine Marekani, wengine Asia.
wanaishi katika maisha mazuri kabisa kabisa, lakini ukimfuatilia mtu huyu, chimbuko la mapato yake utakuta ni hatari kubwa. Ana watu anawatuma wanakwenda shamba kubwa. Unakujua shamba kubwa wewe? Shamba kubwa Pakistan, wanakwenda kubeba mzigo ndo unga, wanakuja wanauza. Jamii yetu inadhalilika. Afya zimeporomoka, vijana wetu wamevurugika, afya zao zimepotea kwa sababu ya madawa ya kulevya. Yuko tayari mtu kujipatia mapato kwa njia yoyote, almuradi yeye aishi katika maisha mazuri, good time. Tena na kutetea kabisa zile kazi zake za haramu anazozifanya, kuzitetea mpaka mishipa ya shingo inamtoka kwa kusema, kutetea biashara zake. Anakuambia, wewe nani kakwambia kama pesa haramu? Hakuna uharamu katika pesa. Mimi niko tayari kwa njia yoyote nipate pesa, alafu baadaye si nitarudi kwa Mungu tu. Unafanya mchezo. Sikiliza maneno yanatoka katika kinywa tahara, kinywa cha mtukufu wa daraja, kinywa cha Mtume Muhammad. Anasema, almustaghfiru min adh-dhanbi wa huwa muqimun alayhi kalmustahzi'i bi rabbih. Almustaghfiru min adh-dhanbi, mtu mwenye kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu kutokana na dhambi alizonazo. Wa huwa muqimun alayhi, hali ya kuwa anadumu nayo yale madhambi. Kalmustahzi'i bi rabbih, ni kama mtu mwenye kufanya mzaha na Mola wake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hafai kutaniwa, Sheikh. Usifanye mchezo kabisa na habari za Mwenyezi Mungu. Ukitaka kurudi kwa Mwenyezi Mungu, rudi kikweli kweli. Iogope siku ya malipo, siku nzito. Ameitaja Mwenyezi Mungu katika sura ya 25 kuanzia aya ya 13 mpaka 15. Anasemaje Mwenyezi Mungu? Bal kadhabu bis-sa'a wa a'tadna liman kadhaba bis-sa'ati sa'ira idha ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira wa idha ulqu minha makanan dayiqan muqarranin da'aw hunalika thubura la tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira. Sikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu anasema, bal kadhabu bis-sa'a, bali hawa wamekadhibisha siku ya malipo, siku ya kiyama wameipinga. Wa a'tadna liman kadhaba bis-sa'ati sa'ira, na tumeandaa kwa ajili ya mwenye kukipinga kiyama adhabu kali kabisa ya moto. Idha ra'atuhum min makanin ba'id, ule moto utakapowaona mahali pambali walipo wao, sami'u laha taghayyudan wa zafira, watasikia mungurumo na jinsi unavofoka na makelele ya kufoka. Ule moto unafoka kwa hasira, unataka uwavamia haraka haraka hawa watu waovu. Wa idha ulqu minha, na wanapoingizwa mle katika moto, makanan dayiqan, wawekwe mahali penye dhiki, muqarranin, tena wamefungiwa katika nguzo za motoni na minyororo ya motoni. Da'aw hunalika thubura, huko wataomba kifo. Hapa duniani si unajua hatukipendi kifo, basi mtu akishakuwa jahannam ataomba kufa. Hapa duniani hata mtu mzima, babu yako mtanie tu, mwambie bwana, inavodalilisha safari kwako iko karibu, babu yako, basi atakuja kumshtakia babako, wewe Abedi
huyu mtoto ana balaa. Vipi baba? Kila wakati ananitajia habari za kifo tu. Huyu balaa sana mtoto huyu. Sasa balaa lake nini? Kifo kiko karibu kweli. Wakati wowote, kama si sasa baadaye, lazima we na mimi tutakufa. Sasa balaa lake huyo mtoto nini? Kukukumbusha umauti. Hapa duniani tunaogopa kufa, hatukipendi kifo, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, ithnani yakrahuhuma ibn Adam, kuna mambo mawili mwanadamu anayachukia mno. Yakrahu almauta, anachukia kifo. Walmautu khairun lahu min alfitna, lakini kifo ni bora zaidi kwake kuliko fitna za dunia. Wayakrahu qillat almal, na anachukia kuwa na mali chache. Wa qillatul mali aqallu lilhisabi, na kuwa na mali chache kunasababisha hisabu yako iwe nyepesi siku ya kiyama. Hisabu inakuwa nyepesi Sheikh, lakini ukirundika mali nyingi kwa njia zisizoeleweka, almuradi wewe uwe na mali tu basi kwa njia yoyote. Sikiliza Mwenyezi Mungu anaeleza nini katika hadithul Qudsi. Anasema, man lam yubali min ayi babin yaakulu lam yubali Allahu min ayi abwabi jahannama adkhalahu yawm alqiyama. Mtu asiyejali anapata riziki kwa njia gani, basi na Mwenyezi Mungu hatojali mlango gani anaomuingiza katika milango ya motoni siku ya kiyama. Lazima uogope Sheikh. Wewe sio kila kitu nakula tu, au kila riziki wewe unavuta tu. Riziki zingine zitakuletea matatizo siku ya kiyama. Hizi riziki hizi tuziangalie hizi. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yadkhulu aljannata lahmun nabata min as-suht, haingii peponi nyama iliyoota kwa mwanadamu kwa riziki ya haramu. Unapokula chakula ndo inaota nyama mwili, basi ile nyama iliyoota katika mwili wa mwanadamu kwa riziki ya haramu haingii peponi siku ya kiyama. Unakula tu kila kitu, unakula tu halali haramu, unakula tu na kujenga hoja kwamba riziki haina uharamu, riziki haina uharamu. Utakwenda shamba kubwa, nikabebe mzigo. Utakwenda shamba kubwa, utabeba mzigo na utarudi, utakuwa katika maisha mazuri, good time. Kisha baadaye Mwenyezi Mungu atakufisha. Ukiingia kaburini litaanza kuzukia balaa, na siku ya kiyama balaa kubwa zaidi. Mwenyezi Mungu atulinde sisi na wazazi wetu na vizazi vyetu na mabalaa ya siku ya kiyama. Wa idha ulqu minha makanan yiqam muqarranina da'u hunalika thubura, watakapoingizwa ndani ya moto wa jahannam, wawekwe mahali penye dhiki, wafungwe na minyororo ya moto kwenye nguzo za motoni, da'u hunalika thubura, huko ndiko atakapoomba kufa. Mtu ataomba mauti, japokuwa duniani alikuwa hautaki, anataka aishi tu, ataka miaka 200 yes. Lakini huko akishaona adhabu iliyokamilika ataomba kufa. Malaika watamjibu, watawaambia watu hao, la tad'u al-yawma thuburan wahida, leo msiombe kifo kimoja, wad'u thuburan kathira, ombeni vifo vingi lakini hamtokufa. Hapa ni kuadhibika, kufa hakuna. Afadhali hapa duniani utateseka, mwisho wa mateseko ni umauti. Lakini ukiingia kule motoni, Mwenyezi Mungu anasema, thumma la yamutu fiha wala yahya, kisha mtu hafi humo wala hana uhai wa starehe. Uhai lakini uhai wa dhiki, uhai wa taabu. Hakuna kufa motoni wala uhai wa starehe, hakuna. Watukufu wa Islamu,
siku ya kiyama ni siku nzito, na kila mtu siku ya kiyama atapewa daftari lake ajionee mwenyewe yale aliyoyatanguliza kwa mikono yake. Ni siku nzito. Watu wengi, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika hao, watapewa daftari yao ya matendo yao kwa mikono yao ya kuume, yani mikono ya kulia, na watu wa shari watapewa madaftari yao kwa mikono ya kushoto, kama Mwenyezi Mungu anavyoeleza wazi wazi kabisa. Fa amma man uti kitabahu biyaminihi, ama wale watakaopewa madaftari yao matendo yao kwa mikono yao ya kuume. Mtu yeyote atakayejaliwa na Mwenyezi Mungu kutupa neema hii ya kupewa daftari lake la matendo yake kwa mkono wake wa kulia, atasema ha umqra'u kitabi. Jamaa, enyi jamaa mliohudhuria katika hadhara hii, someni daftari langu muone kheri nilizozitanguliza. Kabisa. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia, hakika mimi nilitaraji kuwa nitaikuta hisabu yangu ni safi, kwa sababu niliokuwa nikiyafanya ni safi tangu kule duniani. Basi Mwenyezi Mungu anasema fahuwa fi aishatin radhiya, huyo atakuwa katika maisha ya kumpendeza kabisa. Fi jannatin alia, katika pepo za juu kabisa. Kutufuha dania, yale matunda yake namna yalivyojazana, hata mtu akilala ana uwezo wa kuchuma na kulila tunda la peponi. Peponi kuna neema Sheikh, hata ukikaa kitako hivi unachuma unakula tu. Sio hapa duniani mpaka utafute kota. Unajua makota yale, yani urushie kwenye embe ndo upate. Tena embe zenyewe mbichi, hazijaiva. Lakini peponi, Allahu akbar, neema juu ya neema. Lakini wengine ndo watazisikia hivyo hivyo tu. Asa wewe mtu ushafika miaka 40-50 bado una kimada tu, unadhani utakwenda peponi? Tuambizane ukweli hapa. Hata ukikazirika vumilia tu. Hatari kubwa. Huwezi kwenda peponi wewe una miaka 40, una miaka 50. Bado unakunywa pombe tu, bado una kimada tu. Sasa wewe uogopi bwana? Sikiliza maneno yanatoka katika kinywa tahara, kinywa cha mtukufu wa daraja, kinywa cha Mtume Muhammad. Anasema man jawaza al-40, mtu mwenye kufikisha miaka 40. Wewe mzee mtulia nitizame tu, mimi zaidi ya miaka 40 sasa hivi. Nishapita. Sasa ndo Mtume anasema man jawaza al-40, mtu mwenye kufikisha miaka 40. Walam yaghlib khairuhu ala sharri, lakini khairi yake haijashinda shari yake, yani madhambi yake ni mengi kuliko mema yake. Falyatajahaz maq'adahu ila an-nari, ajiandae makao yake kuwa ni motoni mtu huyo. Miaka 40 Sheikh. Ukishafika miaka 40 bado hujabadilika, matendo yako ni yale yale ya balaa tu, Sheikh, wewe ujiandae kuingia motoni. Maana miaka 40 ndio mtu kishatimia akili. Sasa ukishatimiza miaka 40 lazima ubadilike Sheikh. Usiwe na akili za kitoto tena, ushafika kwingine tena wewe. Maana hizi baligh zimegawanyika katika mafungu matatu. Kaandika al-Imam Suyuti rahimahullah katika ile tafsiri yake. Kaandika al-Imam Abdurrahman ibn Abi Bakr Suyuti rahimahullah katika ad-Durrul Manthur. Kaandika Imam Suyuti kwamba hizi baligh ziko tatu. Baligh ya kwanza miaka 18, baligh ya pili miaka 40, na baligh ya tatu miaka 60. Sasa wewe ushakiuka baligh ya kwanza, ile ndio yenye vurugu ile. Sasa ukishafika baligh ya pili tena utulizane.
Hiyo ni bakhti hiyo. Ndio maana kuna dua maalumu Qur'ani imefundisha. Unapofikisha miaka 40 unatakiwa useme rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Maneno haya yanatakiwa mtu akishafikisha miaka 40 awe ndo anadumu nayo kuyasema. Rabbi auzi'ni, Mola wangu nipe nguvu, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, nguvu za kuweza kushukuru neema zako ulizonineemesha mimi, wa ala walidayya, na juu ya neema ulizowaneemesha wazazi wangu wawili, wa aslih li fi dhurriyyati, na unitengenezee vizuri familia yangu, uiongoze katika mambo ya kheri. Inni tubtu ilaika, hakika mimi nimetubu kwako. Wa inni minal muslimin, na hakika mimi ni katika wenye kunyenyekea mbele yako, katika waliosalimu amri, katika waislamu safi. Dua hii unapofikisha miaka 40, haijasemwa miaka 18 wala miaka 25, miaka 40. Ni kiwango cha kubadilika. Watukufu wa Islam, peponi ni kuzuri. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema yule atakayejaliwa kupewa daftari la vitendo vyake kwa mkono wake wa kuume, mkono wa kulia, huyo ndo atakuwa anatangaza furaha yake hadharani katika uwanja wa hukumu siku ya Kiyama. Fahuwa fi 'ishati radhiya, basi huyo atakuwa katika maisha ya kumpendeza. Fi jannatin aliyah, katika mabustani ya hali ya juu kabisa peponi huko. Qutufuha daniyah, mashada ya matunda yake yameinama, hata ukikaa unachuma tu unakula. Neema juu ya neema. Lakini ndugu zangu, neema kama hizi kuzipata inabidi ifanyike kazi kweli kweli. Wapiga ramli kama mpo, mpiga ramli uende peponi, labda uache kuwadanganya watu. Hata ukikasirika utanifanya nini? Wewe piga ramli zako uende ukapambane na Mwenyezi Mungu. Tari sana. Hatari kubwa. Kwa hivyo watukufu wa Islamu, na mtu atakayepata hasara, atakayefikwa na mtihani wa kupewa daftari lake kwa mkono wake wa kushoto, wal'iyadhu billah, Mwenyezi Mungu atulinde na wazazi wetu na vizazi vyetu na balaa hilo. Fa amma man utiya kitabahu bishimalihi, ama yule atakayepewa kitabu chake cha matendo yake kwa mkono wake wa kushoto, fayaqulu, atasema ya laitani lam uta kitabia, laiti nisingalipewa kabisa kitabu changu. Walam adri ma hisabia, nisingalijua kuna nini humu ndani, nisingalijua hisabu yangu ni ipi. Ma aghna anni malia, mali zangu nilizozikusanya kwa njia zote za halali na za haramu hazikunifaa chochote leo. Halaka anni sultania, umenipotea leo ubwana wangu ule wa kidunia, ufalme wa kidunia. Mwenyezi Mungu atatoa amri kuwaambia malaika, khudhuhu, mchukueni huyo. Naleta kelele hapo, mkamateni huyo. Faghulluhu, mfungeni barabara kwa minyororo ya motoni. Thumma fi silsilatin dhira'uha 70 dhira'an faslukuhu, kisha mumtatize kweli kweli kwenye minyororo yenye dhiraa 70.
kisha baada ya kumtatiza mshamfunga barabara, faslukuhu, mtupeni motoni huyo. Kwa nini? Innahu kana la yu'minu billahi alazim, hakika yeye alikuwa hamwamini Mwenyezi Mungu mtukufu. Kuna watu watukufu wa Islamu, unawakuta wengine Waislamu kabisa lakini hawana imani ya Mungu. Tena wengine wanajifanya wanaswali, wanafunga, lakini imani ya Mungu hawana. Kama we kweli unamwogopa Mwenyezi Mungu, usingeweza kununua madawa ya kulevya ukawauzia watu, alafu watu wakaharibu afya zao. Uislamu unathamini sana vijana. Leo unawadhuru vijana kwa maksudi. Wanatetemeka kama wana baridi hata wakati wa joto. Wewe uone kama hiyo ni dhulma. Hatari kubwa ndugu zangu. Yani kwa kujinufaisha wewe upate kuwa bwana mkubwa duniani, watu wakuone unapanda ma-VX, ma-Lexus. Shindo yule bosi ana Lexus. Yani kwa ubosi wako wewe unaharibu watoto wa wenzio, na Mwenyezi Mungu anawapiga mabalaa na watoto wao wanaharibika vile vile. Kama vile unavyowadhuru watoto wa wenzio, na watoto wako vile vile wanadhurika. Hatari kubwa Sheikh. Wanatetemeka Sheikh, hata jua likiwa kali wanatetemeka. Niliuliza siku moja, hawa wanatetemeka nini? Jamaa wakasema hiyo kutetemeka inaitwa kuyoyoma. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Msiba mkubwa Sheikh, wanayoyoma. Hapa Magomeni yuko mmoja amekufa Sheikh. Baba yake alipoambiwa kwamba mwanao anatumia mambo yale mukhadarati, akamchukua akamfungia sehemu kama jela ya nyumbani, akamfungia sehemu. Yeye analetewa chakula tu, ukifika wakati wa chakula analetewa chakula basi. Kumbe yeye alikuwa ni mteja mzuri, anatumia kwa wingi yale madawa kwa siku, kete 10-15. Akamwambia baba yake, baba utaniua mie, unanifungia hapa. Mimi nimekubali baba, unanitakia kheri niache mabalaa haya, lakini nakwambiaje, ungekuwa unaniletea japo 2 au 3 kwa siku, mimi nilikuwa napiga vingi hivi. Sasa unaniacha hivi namna hii, utanikosa baba. Yule baba anasema we bora ufe kuliko kutumia madawa yale. Unaona balaa hilo? Anamwambia sawa baba, mimi nimekubali, lakini utanidhuru, nitapotea mimi, nitapoteza maisha. Ungekuwa unaniletea japo vikete 2-3 kwa siku angalau. Mara umempata ugonjwa wa kuharisha Sheikh, anaharisha kweli kweli Sheikh. Basi aliharisha mpaka akafilia mbali Sheikh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maana kamkatisha ghafla stimu, na mwenyewe alikuwa anasema hivyo. Yani yule jamaa alionihadithia mimi, angekuwa anakuhadithieni nyewe Waislamu mkestaajabu. Yani anavyowajua wale wanavyoongea, yani kuongea kwao, baba unanikatisha stimu, anamwambia babake hivyo hivyo. Subhanallah. Basi mpaka Mwenyezi Mungu akamchukua yule kijana. Ni vitu vya hatari, vitu ambavyo ukivikosa ni balaa. Kwa hivyo jamii yetu inavurugika. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumeisahau siku ya hisabu. Watukufu wa Islam, siku ya hisabu lazima tuikumbuke. Ndo siku ambayo tutakusanywa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tulipwe mambo yetu yote tuliyoyafanya katika ulimwengu huu. Wakati mwingine mtu akishapewa daftari la matendo yake, ahsahu Allahu wa nasuhu, Mwenyezi Mungu anakuwa ameyakusanya yale matendo yote, wenyewe mengine wamekwisha yasahau wala hawayakumbuki.
Lakini mtu akishapewa daftari lake anasema mali hadha alkitabi, daftari hili lina nini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, halikuacha jambo dogo wala kubwa isipokuwa limekusanya tu. Wawajadu ma amilu hadira, watayakuta walioyafanya yote yapo mbele yao. Wala yadhlimu rabbuka ahada, wala yadhlimu rabbuka ahada, Mola wako hadhulumu hata chembe. Dogo kubwa, ulilotenda, ulilotendewa, yote utayakuta yapo mbele yako na utalipwa. Watukufu wa Islam, na kuhusieni mimi na kuihusia nafsi yangu, tujitahidi sana kufanya matendo mema kabla haijatufikia siku ya kutolewa roho zetu na kabla haijafika siku ya kulipwa matendo yetu. Huu ndo wakati mzuri, wakati mwafaka. Ndiyo maana katika bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika kutusisitiza na kutuhimiza, akatukumbusha kwa kutuambia igtanim khamsan qabla khamsin, jipatie faida kwa mambo matano kabla hayaja kufikia mambo matano. Kwanza, hayataka kabla mautik, unatakiwa uutumie uhai wako kufanya mambo ya kheri kabla hujafa. Kawaida ya mwanadamu akiwa mzima haumwi popote katika mwili wake, basi anaisahau kabisa siku ya kufa na anaisahau siku ya kufufuliwa. Basi anafanya vurugu nyingi katika ulimwengu. Lakini kuna mitihani akipewa anaweza akakumbuka kufa. Iko mitihani hapa duniani, mitihani iko kama mitano hivi. Al-Imam Ahmad bin Taymiyyah rahimahullah kaitaja katika baadhi ya vitabu vyake. Mitihani iko mitano, hiyo ndo mitihani mikubwa. Mtihani wa kwanza, kudaiwa madeni, na mtihani wa pili kushtakiwa, yani ukawa na kesi, na mtihani wa tatu faqdul amal, ukosefu wa ajira, kukosa kazi, na mtihani wa nne ni faqdul mahbub, kumkosa unayempenda. Kwa mfano, labda mkeo akakuomba talaka ghafla bila sababu yoyote, utachanganyikiwa, yani akakukataa bila sababu. Na mtihani wa tano, al-asqam au al-amrad, magonjwa, kuumwa au kuuguliwa. Hiyo mitihani shekhe, ikiwafika watu wenye tauhidi ya Mwenyezi Mungu, wenye imani ya Mungu, wanamkumbuka Mola wao, wanazidisha istighfari na toba. Lakini ikiwakuta watu wenye imani chache, imani ndogo, wanazidi kupotea. Si wanaenda kwa watu kutizamia, mwalimu, mtaalamu, fundi, mtizamie, niandama mambo chunji, mimi mtu mwenye mmoja, mimi naumwa, mama watoto naumwa, mamangu anaumwa, wanangu, alafu sina kitu kabisa, nitizamie mwalimu. Basi kijana, usiwe na wasiwasi, hapo umefika. Kama uliona bango hapo nje pameandikwa mtakuja, basi ndo hapa. Hapana shaka yoyote, maadamu umefika hapa wewe, hapana shaka. Alafu vile vile wanangu wengine wamepinda. Unajua siku hizi kuna misemo mingi, watoto wake wengine wamepinda. Subhanallah,
Wewe mwenyewe umepinda, watoto wako wataacha kupinda. Sallu ala nabi. Umeanza kupinda wewe baba mtu au mama mtu, na watoto nao wakapinda. Kupinda ni kuharibika kimaadili. Wewe baba mtu umeharibika, mama mtu kaharibika, watoto watakuwaje? Lazima waharibike na wao. Kwa hivyo ndugu zangu, hayataka kabla mautik, unatakiwa uutumie uhai wako katika kufanya mambo ya kheri kabla ya umauti wako. Na hakuna hata mmoja katika sisi anajua siku gani atakufa. Lazima uhofu kitu ambacho ukijui wewe. Ukijui namna kitakavyokuja na itakuwa kuaje, lazima uogope hicho kitu. Wewe kwa nini unawakataza watoto wako wasichezee moto? Si kwa sababu unajua unaunguza. Sasa wewe kwa nini uogopi kifo wakati ukijui kinakuaje namna yake? Kifo ni hatari kubwa shekhi, hasa kwa mtu mbaya. Namna wale malaika wanavyokuja kuitoa hiyo roho ya mtu mbaya, huyo malakul mauti, namna anavyokuja, someni katika vitabu ndugu zangu Waislamu, inatisha. Misukosuko ya kutolewa roho ni balaa kubwa. Al-Imam Shamsuddin Adh-Dhahabi rahimahullah kaandika katika vitabu vyake namna mtu anavyotolewa roho, anapatwa na kiu, hata ukimnywisha maji ya dunia nzima kiu hicho hakipoi shekhi, hasa akiwa mtu mbaya. Hapo ndipo anapochukua nafasi shaitani laanahullah, anakuja na mkojo, anakwambia haya ni maji. Yani kiu kilichokupata, ile harufu ya mkojo wewe unaona kama inanukia, anakwambia mkufuru Mwenyezi Mungu, nitakupa kinywaji hiki, utaburudisha koo lako. Basi kama ukiwa mja muovu unamkufuru Mwenyezi Mungu, anakupa kinywaji kile, unakunywa, unakufa kafiri motoni moja kwa moja. Wala iyadhu billah. Mwenyezi Mungu atulinde na mabalaa ya siku ya kutolewa roho. Hayataka kabla mautik. Watukufu wa Islam, nafasi nzuri, rasilimali ya mwanadamu katika maisha yake ni huu hai tulionao. Leo pumzi zinatweta, tunafanya harakati zetu za maisha ya dunia na maisha ya kiakhera. Basi tujitahidi kuyafanya mema, ili almuradi siku ile ya kutolewa roho tupate salama, na huko tunakokwenda ituthibiti salama zaidi. Pili, wa shababaka kabla haramik, na utumie ujana wako kabla ya uzee wako. Mabwana, ujana ni tunu, ni zawadi miongoni mwa zawadi kubwa kabisa alizotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu akiwa kijana aangalie ujana wake anautumia kufanya mambo yepi. Ukiwa kijana, oa sana, oa, hapana kuweka kimada. Watu wa mjini tumezoea kusikia, wengine kusikia, wengine kuona kabisa yanafanyika, wengine kufanya. Watu wa mjini kwambia basi yule bibi yake yule, usidhani bibi yake nyanya yake kama watu wa Mombasa wanavyosema. Ukisikia bibi yake, hawara yake, yani mwanamke wake wa zina. Bibi yake yule kazaa naye watoto watatu, yule wanamsifu bibi yake, na yeye mwenyewe yule mwanamke anatangaza, yule bwanangu mezaa naye watoto watatu, natarajia mwaka kesho uende tukafunga ndoa. Wewe mzee mtulia, utamwambia nini Mwenyezi Mungu? Najigamba katika mabalaa yako ya uzinifu. Hatari kubwa ndugu zangu Waislamu. Hapa duniani ni mahali pa kupita tu shekhi. Huo ujana unaojivuna nao, walikuwa vijana wengapi jeuri hapa, Mwenyezi Mungu akawamaliza kwa mauti. Kwa hivyo tumia ujana wako kuyafanya mambo ya khair kabla hujazeeka, maana Mwenyezi Mungu anaweza kukutunukia umri mkubwa, ule umri ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alituomba tumuombe Mwenyezi Mungu atuepushe nao, umri mkubwa mno. Bora unafika miaka 60 70 unakufilia mbali. Unataka uishi miaka 100 ya nini wewe?
Mijitu isiyomwogopa Mungu, yani kifo inaona balaa kwao, kama unavyoona mijitu isiyopenda dini mwezi wa Ramadhani wanaona nuksi kwao. Unaona bwana mwezi mmoja tu sasa hivi Ramadhani hapa, Afrika kitu kitaharibika hapa. Biashara zao za ulevi hazifanyiki. Na biashara zao za vyakula wanaona mchana hamna wateja.